zetu. Lengo la madarisi zetu huko mbeleni, tunataka madarisi zetu ziwe kama madrasa mfano wa hizi ambazo kwamba ziko Mombasa na aina zake. Hii ni Madrasatul Najah ambapo kwamba iko Makadara Ground, ni madrasa ya kisasa. Nikisema ya kisasa ni kwamba ni ya zamani, lakini ilivyorekebishwa na inavyoendelezwa na inaendelezwa kwa namna ya kisasa. Ikiwa kwanza ukiangalia tu mfano wa kwanza, pahala pa kuwekwa viatu, watoto wanafundishwa nidhamu ya usafi, pahala maalumu watoto wanaweka viatu, na walimu na mikoba ile ambayo kwamba si ya masomo yanawekwa hapa. Na tukiingia ndani hapa kunao sehemu ya juu, na hapa ni sehemu ambayo kwamba ni reception pamoja na ofisi ya mwalimu mkuu iko hapa, lakini sasa hii hatuwezi kumpata, yuko masomoni. Utaona ukiingia kunao barnamij imewekwa kabisa, umepangiliwa masomo ya hapa, na pia kuna paybill imeonyeshwa mtoto kulipia fizi kwa namna paybill na jina lake kwenye system, watajaza kwamba mtoto fulani kalipa fizi aina fulani. Hapa kunao security, na mwalimu akija anaweza kujisajili kwamba mimi nimeingia, akigusa tu kidole pale anaonekana yule mwalimu ameingia saa ngapi na ametoka saa ngapi. Kunao security camera, hii inaleta hifadhi kwanza ya wanafunzi na pia kujua kinachoendelea madrasa na ule msimamizi kuweza kujua yanayoendelea. Hizi ni faslu madarasa tofauti. Hapa kuna kismu paka raudha, kuna paka mtu ambaye kwamba ni masulia walimu. Kuna walimu wa kike na walimu wa kiume, na kunao mtu ambaye kwamba ni masulia ya kuangalia wale watoto na kuwatunza na kuangalia usafi wao. Kunao askari wa kulinda madrasa, kuna askari ambaye kwamba analinda ile sehemu ya madrasa. Hii ni hatutoweza kuingilia masomo sababu watoto wanaendelea kusoma na hatutoharibia masomo yao. Tuko na moja katika kismu hapa, tuko na kismu tahfidh, ni sehemu ambapo kwamba watoto wanaendeleza masomo yao ya tahfidh. Naona sehemu namna walivyokaa mabenchi, na hii namna ni namna tuliyopendekeza sana kwa madarisi zetu kwamba tuondokeni kwenye ile design tulioichukua ya madawati ya juu, turudini katika madawati ya chini. Hii madawati ya chini kwanza inadumu sana, na kamera naomba usonge. Madawati ya chini yanadumu sana na pia yanaleta utulivu na yanaleta adab. Mtoto anakaa chini kwa utulivu, na pia yanaleta usafi wa mazingira kwa sababu hutandikwa busati na baadaye ukaendelea mwanafunzi kusoma karibu na mwalimu. Hapa kuna kismu tahfidh, kuna kismu ya taalim, kuna raudha, kuna hadhana, na yote haya yamekamilika. Sehemu ya kupumzika, mzazi akija anasubiri mwalimu hapa, anasubiri mwalimu mkuu hapa. Hii madrasa iko na full wifi, imekuwa connected na wifi kwa ajili ya security camera, na wao kudownload picture, kudownload masomo, kuwekea watoto picture hakadha. Ndio tumekuja hapa, lengo ni hilo la kuweza kuonyesha mazingira ya madrasa hii ambapo kwamba iko na sehemu nyingi tofauti. Hii ni sehemu ya juu. Baada ya kuwa mwanafunzi ameweka viatu vyake hapa, anapanda juu. Hii ni sehemu ya juu, kumeachwa kioo wazi kwa namna mtoto anaona mazingira, kwa sababu miti inampa utulivu mwalimu na inaleta mazingira mazuri. Kuna utulivu wa mazingira. Kamera ya usalama iko paka sehemu hii ya juu, kama unavyoona sehemu ya viatu. Labda mtoto ameona ataka kuvishika viatu vyake, aweze kuleta huku juu, anaweza kuweka juu. Na huku pia kunao madarasa yanayoendelea. Kuna faslu hapa, kuna faslu zaendelea mpaka choni. Kuna darasa ambapo kwamba linasomeshwa sasa na inaendelea, na taweza kuonesha darasa kama hili. Hii ndio Madrasatul Najah imeweza kuinua hatua ya kuweza kufikia kubadilika kwa usasa, unadhifu, mazingira, teknolojia na elimu wa madrasa na mpangilio uliokuwa mzuri, ikiwa lengo ni watoto kufaidi na kupenda kusoma madrasa. Madarasa zetu tutakapozibadilisha kwa usasa, tukaziwekea namna hii, usalama wa wanafunzi, usalama wa walimu, teknolojia, mawasiliano, askari nje wa kulinda, yaya wa kuhifadhi mazingira,
tukaweza kuweka sehemu madirisha ya kupendezesha na upepo, feni na kadhalika, taa ambazo kwamba ni za usalama, hii itatupeleka kwenye ile lengo. Tunapoulizana kwamba sababu gani watoto wanapenda shule kuliko madrasa, kwa sababu shule wamejitahidi, baadhi ya shule zimefikia namna kama hii ilivyoweza kufikia madrasa hii, lakini madrasa zetu maasaf shadid nyingi hazijafanya mabadiliko. Sasa hii sisi ni kuamua zile madrasa zilioko na wale wadhamini, badala ya kuongeza madrasa kwingine na kwingine na wakati hakuna wenye kusoma, zile madarasa tuliokuwa nazo tuzirekebishe, tuzi upgrade kwa namna ya kisasa, ikiwezekana feni, AC, madirisha mazuri, madawati mazuri, mabusati mazuri, meza za walimu mzuri, basi tutakuja kuona natija mzuri na ile mandhari itakuwa, kwa sababu moja katika siri ya kufaulu mwanafunzi na kupenda masomo ni mandhari yaliokuwa mazuri. Mimi wenu Mufattish Ustadh Ali Haidar, ambaye kwamba ni mkaguzi wa elimu wa madarasa ya Kiislamu maalum. Leo katika ziara yetu ya Mombasa tumetembelea Madrasatun Najah na tumeiona uzuri wake. Asanteni, nashukuru nyote kwa kutazama, na yoyote mwenye mawazo ashirikiane na sisi comment katika video yetu. Shukran.